Cherina ipo kwenye mahusiano ya kimapenzi? Yes. You're taken already. Na nani ile mzungu ambaye ulishare picha Instagram ambaye alizua maswali, wengine wanasema ni AI, wengine wanasema shemeji tunaye au hatuna, ni yeye mzungu au? Tuambie, kuna watu wanatamani kusikia hilo kwa sababu ulishare picha, comments zikashuka za kutosha pale. Watu walikuwa surprised like, Cherry tunakupenda, sija kukufia. Ni mzee and stuff. Mimi sitoki na mzee. Sasa ile picha ile ni content bwana. Oh. Uone mpaka niliziba sura. Yes, niliona. Kwa hiyo ile tu uliweka kushtua. Nilipenda tu. Okay. Kama tu mpost. Ushtue tu kwamba oya. Na ndoto yako siku moja ni kuwa na mtu wa nje ya Tanzania ama mtu mweupe, sio mtu mweusi. Inshallah kama Allah atafanya hivyo. Oh, yupo. Mbona kama unakuja afu unakataa? Amna, me I'm dating. I love my guy. He's handsome. He's so loving. Ana moyo mzuri. Umekuwa naye kwa muda gani mpaka sasa? Hapo. Tuna muda. Wa miaka mingapi hasa? 5, 2, 3, miezi? Siku nikifikisha miaka 2 nitapostia anniversary mtaona. Okay. Kishafika sasa miaka 2 ya uhusiano wenu nitapost. Okay. Tabia gani za mwanaume kwa upande wako unaziona hizi ni red flag na huwezi ukazivumilia kabisa? Mimi siwezi kuvumilia mwanaume kunicheat wala nisikufiche. I know a lot of men nowadays are cheating. Yes. Ila it's better you cheat nisijue. Respect me. Ila ucheat nifahamu. Upendo ulikuwa mia utapungua wala nisikudanganye mwae. I'll be faking up. Okay. Yaani hata mwanaume wangu ananisikiliza hapo. Baba. Nikisikia umenicheat, mimi sitaweza kuvumilia. Mimi nina moyo mdogo, kwa hiyo mimi nalia sana. Yes, kitu kidogo kinaniumiza. Kwa hiyo why should I do that? First born lakini. Ni first born, mimi sawa ni ngangare. Watu wakinionaga wanajua Cherry hamna kitu kinachomuumiza. Mapenzi yananitesa sana. What? Sana. Mimi naweza nisile siku 3. Kisa mahusiano. Because of love. Yani silikwambia jamani. My mind is yani mimi nikisemaga niko kwenye mahusiano. Naweza nikasema shoga yangu ni mchumba wangu. Nisikopiga umbea. Hivyo. Kwa hiyo nikiona like kuna nifanyia vitu kama hivyo vinaniumiza afu nakuta ni mtu nimekuamini sana. Kwa nini unifanyie hivyo? Yes, bana, mambo vipi mtazamaji wa Bongo 5 Network? Karibu sana kwenye The Journey, na leo bana nimepata nafasi ya kupiga story na dada heka. Tunabaluza. Cherry, mambo? Poa. Karibu sana. Asante. Hebu nipele. Ai mama. Cherry. Twende. Ai mama nadai kaka ni mwana kubaluza. Cherry, unajua mimi sijaamini kama utakuwa ni mtu mwenye aibu. Hapa tuko wawili lakini kwa dakika zilizopita hivi nimeshangaa sana. Kwa nini? Mimi ni mtoto wa kike. Lazima niwe na staha. Yes. Mtoto wa kike uwe na staha ni kitu muhimu sana. Yeah. Cherina wa Achari. Yes. Idea ya kuuza Achari ilitokea wapi? Idea ya kuuza Achari ilitokea baada ya mimi kufunga ofisi yangu ya juice. Kwa mara ya kwanza ulikuwa na ofisi ya juice? Mimi nimefanya biashara nyingi. 2000 na kwanza kabisa mimi nimekuja Dar. Mara yangu ya kwanza kuja Dar ilikuwa ni 2021. Yes, baada hapo nilikuwa nimepangiwa UDSM. So from there mambo yaliumba kwetu. Kwa hiyo sasa I had to pay my own school fees. From there sana nikaanza ikaeka.
Okay. Kwa hiyo mimi mara ya kwanza kabisa kabla kufika kwenye Achari nilikuwa na biashara kama niliajiriwa kwanza. Okay. Kwenye kampuni za hizi agencies za marketing. So I used to work there as an usher. Wale wadada wanaiba bango. I used to work those bottle ladies. Nikatoka ikafikia hatua sasa boss akaona mbona like Cherry anaweza akasimamia akasupervise wenzio. So I went to be a madam. Okay. Nikawa madam wa supervisor wa kampuni. Nimeenda nikapata hela nikafungua genge. Kama dada ikaeka. Yes, nikafungua genge la karoti, nyanya, vitu vya nyumbani. The time bado upo chuo? Yes, niko nasoma chuo. Mwaka gani? 2021 hiyo. Okay. Maana chuo niliingia mwezi wa 11. Kwa hiyo genge lilikuja kufungua 2022 nikiwa bado semester ya kwanza. Chuo ulikuwa unachukua course gani? Theater arts. Umemaliza tayari au? Yes, nimemaliza mwaka juzi. Okay. Tunakufahamu kwa jina la Cherina. Na mimi mwenyewe nafahamu sijui jina lako lile la wazazi wako, jina la ulilopatiwa kabisa la wazazi wako. Unaitwa nani hasa? Mimi naitwa Husna Ali. Okay. Yes. Husna ametokea mkoa gani? Natokea Arusha. Oh, ni Mchaga? No. Masai? My dad ni Mnyaturu, half Somali. Mama yangu ni Mpare kwa Mnyakyusa. So baada ya kuja Dar es Salaam ukaanza chuo, umetuambia hapo ulifungua genge. Idea ya kuwa content creator ilianzaje? Umo. Nilipotoka genge nikaja nikapata mtaji, nikaja nikafungua saluni, nikastop kuajiriwa. Okay. Yes. Nikawa na generator saluni yangu, kuna soma chuo, nikaona chuo kinanibana, nikafunga saluni. Nikaenda, maana pia wafanyakazi wa pale pia walikuwa wananipanda kichwani. Sababu ukiangalia wao ni watu wazima, mimi ni mdogo. Kwa hiyo wanapanda kichwani kwa namna gani? Yaani kuna muda mimi natoka asubuhi, naenda chuo maybe na vipindi. Nakuta narudi jioni. Nakuta sometimes saluni hawafungui. Sasa I remember there is a day nilikuwa naumwa tumbo la period. Nikarudi nyumbani mapema. Nikakuta saluni haijafunguliwa. Hata kama ingekuwa niwe lazima ungejisikia vibaya. Yes. Siku nililia. Kasema anyway, let me see what I can do. Nikawapigia simu, akaniambia tumepata tu emergency. Kaambia kwa nini hamjatoa taarifa? Hata kama mimi ni mdogo lakini mimi ni bosi wenu. Alafu mimi nakaa na nyie very friendly. Yes. Ndio mwenye nyumba yangu wa frame akaniambia mbona ni kawaida? Saluni yako haifunguliwi. Kwa mimi ninajua mauzo napata nini ndani ya wiki. Wiki hii wanaweza kaja kwambia wiki hii hajafanya kazi, tunafanya tu 10,000. Sasa nikaa naona kodi yangu inaenda bure. I need to close it. Nikakaa sana nije niwaze biashara ya ingine. Nikafungua sehemu ya juice maana pale Fungira Mwenge. Okay. Nimeuza juice, imefikia hatua mpaka nilikuwa sitaki hata kuondoka. Mwenye nyumba akaja akauza ile sehemu yote. Ndio pale opposite na Dr. Toyota sasa hivi wamejenga frame. Na nikasema okay, I can't stay idle. What should I do? Nikaanza kuuza achari. Okay. Kwa ni kuuza achari, nikauza achari, nikauza pochi, nikauza nguo za kike. Na vyote vilikuwa vinaenda kwa pamoja in good way, ila ilikuwa sina frame. I used to sell online. Na soko la achari lilikuwaje? Kwa sababu mimi kwa mara ya kwanza niona video yako kasema ni nani? Like nauza achari, mtoto mzuri nauza achari. Yes. Lilikuwaje soko kwa kuona sana kwa wanafunzi tu pekee au achari nimeanza kuuza nimeingia mwaka wa 3, ilikuwa ni semester ya kwanza 2023. Mwishoni ndo nilianza kuuza achari. Na hapo ni baada ya kuona mimi nilikuwa napenda kuzila. Kwa in my life nimeshajiingia ile kitu like what I love doing, ndio hicho, yani kitu ninachokipenda mimi ndio kitu kitachoniletea wateja. Kwa nilikuwa nakula na ninaanza chuo, mbona kama watu wanazipenda? Yeah, wanazipenda. Nasema okay, let me make a survey. Kaanza research mpaka nikapata mimi natolea kama unatolea nje. Okay. Kenya. Kwa hiyo mpaka sasa hivi sio za hapa nchini Tanzania. Na ndio maana ziko tofauti na za watu wengine wanazouza. Okay, kwa una watu ambao unawafahamu, unafanya nao biashara, wanakuletea kutoka Kenya wanakuletea nchini Tanzania. Tukizungumzia kwenye upande wa content creation, zimekubadilisha vipi Cherina na mpaka sasa hivi? I remember kwanza naomba nitoe shukrani. Mtu wa kwanza alionifanya mimi mpaka nikafanya content ni Kiredio. Mwenyezi Mungu amjalie na mbariki. I remember I used to sell a cherry afu nikawa na shoot zile videos. Kidogo akaniambia Cherry, you can do content. Una muonekano wa content. Hebu anza kushoot. Kwa pale nikaanzaga na content ya cherry.
Kasema mbona zinaenda, so I can do. Hapo nikaanza sasa kushoot content zangu mwenyewe zile za kuamka. Si labda nimetoka nimeenda huku. Zinaondoka zile za una show unatoka asubuhi naenda hivi inaweza kuuza. Nilianzia huko. Ile channel ya ma content creators za kwa wote, kina Kiredio, kina nani, wale watu umejuana nao vipi? Wote nimekutana nao Insta. Sio tu. Okay. Kile nimekutana nao Insta. Wote ni Instagram. Kwenye unajua tukikutana Insta, tukikutana live, ile communication inaanza. Na unajifunza nini hasa kutoka kwao, kutokana na kazi zao ambazo wanazifanya? Najifunza vingi. They are doing great. Tanyi mnavyoona wanafanikiwa. And I'm very happy for them. Kina Asma, kina Mama Chanja, Kiredio. In short, mimi napenda kuona mtu akifanikiwa. That's me. Hii tabia kumuonea mtu hivyo siwezi. Sina ile huyo moyo sina. Kwa ninapoona mwenzangu amefanikiwa, huwa anajisikiaga raha sana. Yani I'm feeling very happy. Mafanikio unayazungumziaje? Kwenye upande gani? Upande wa maisha, yani kwa upande wako mafanikio unayazungumzaje? Yani mpaka useme hapa nimefanikiwa. Ikoje? Mimi hapa nimepiga hatua. Hata vitu vyangu vingi nilikuwa nimeviplan kuanzia mwaka jana ile Januari. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amenibariki. Mpaka mwezi wa 12 vitu vyangu 80% nilikuwa na vihitaji vimekamilika. Okay. And this year also there's something big that coming. Kuna vitu vikubwa vinakuja. Okay. Nipende tu kuambia watu mnanisikiliza. Kuna vitu navipika. Simi navipika. Kwenye upande upi sasa wa content huo? No. Jambo jingine. Jambo jingine. Ila ni jambo jingine. Ila nashukuru Mungu, it's my journey. Yote hizi ni nguvu za mimi kufanya biashara zangu zote hizi. Kwa hicho kitu kinakuja. Stay tuned. February or March, there's something big is coming inshallah. Tumuombe tu Mwenyezi Mungu anipe pumzi na anipe uhai na nguvu za kuendelea kupambana. Umewahi kufanya kitu gani hasa kikubwa ukatake risk ukasema okay, hapa lazima nifanye ili nitoboe nifike hapa? Sijawahi. Hujawahi? Ila kwenye upande wa mimi nilikuwa na shooting series, lakini nilishashutingi mwanamuziki. Upande wa film sasa? Yes. Nilikuja nikaona kuna baada ya madirector baadhi ambao sisi kuwataja walikuwa like wanatumia like kunitongoza. Sasa sijui yani yule kaka sijui alikuwa na acute. Yani siwezi kumuelezea in short, lakini nilikuwa naona kama cheese. Director I can't get anything. Yani mtu ananiambia leo ndo nipate cast. Wewe ni Mungu, kama unajua kesho yangu kwamba ukinipa ndo nitafanikiwa. Yani ilikuwaje hiyo? Yani it was this way like aliniambia unataka niisha kuwekaga huko nikaconnect ukawa una shoot. Sasa hivi mimi want to mimi na wewe uwe naye kwenye mahusiano ili anipe nani za kuigiza. Nikamwambia siwezi kufanya hicho kitu. Kwanza nilimtukana. From that nilimtukana kwa sababu nilimwona kama ananichukulia cheap. Which that point mimi am not that cheap. Kama ninaweza kujisomesha chuo nimemaliza. Sasa hivi nasomesha wadogo zangu. Wewe unaweza kuniambia nini? Hauwezi. You can't tell me anything. Yani kwamba leo nipate kitu. Hapana. Hiyo umekutana nao mara ngapi kwenye hekaika zako za utafutaji? Ni mara moja. Na ndio ilinikata mimi mpaka nikakataga mimi kushoot kabisa huko. Ni kwenye masuala ya film tu. Nikakata kabisa nikaendelea kujibase kwenye mambo yangu. Okay. Na kwa upande wa Cherina wa maisha ya Instagram na Husna, unawezaje kubalance maisha ya mitandaoni na maisha ya halisi? Instagram ni sehemu yangu ya kazi. Instagram ni kazi kama watu wengine wanaoenda kazini. Wanapoamka kwenda asubuhi kufanya kazi zao wanarudi jioni. Kwa na mimi Instagram ni sehemu ya kazi. Okay. Husna is Husna. Ila Cherry ni Cherry. Kwa kuna tofauti kati ya Cherry na Husna. Cherry ni msanii, Husna ni mimi hapa. Okay. Yes. Na mtoto wangapi katika familia yako? Kwa upande wa babangu mimi ni wa kwanza, kwa mamangu mimi ni wa pili. Oh, first born. Yeah, kwa mimi ni first born. Okay. Yes. Kwa nyumbani asilimia kubwa wadogo zako wanakutegemea hasa? Yeah. Okay. Ni moment gani ambayo unaikumbuka hasa ilikuumiza ukaona like hapa nakata tamaa, Mungu inakuaje? Sijai kata tamaa. I've never done that. Kwa sababu mimi na swali, I'm a Muslim, so I pray. Kata muda Allah ananifanyia pesa japo sio swala 5 lakini najitahidi kwenda swali Ijumaa natoka
natoa sadaka. Kwa ile kitu ukataga tamaa sina. Hata unaweza kuniambia chile hiki uwezi. Mimi nakwambia naweza. Lazima ukifanye. Kitu chochote ninachokihitaji mimi kukipata, iwe isiwe, kwa uwezo wa Mungu nitakipata. Okay. Yes. Na mimi hujaniambia bado ile moment ambayo unajua kuna kwenye maisha tunakutana na vitu vingi ambavyo vinatuumiza, vinatupa furaha. Jambo gani hasa ambalo limewahi kumuumiza Cherina? Jambo kubwa mimi ambalo linaniumizaga mimi nina moyo mdogo. I love being good to all people. Lakini inaniumiza mimi like nakuwa mwema kwa watu wote wanakuwa baya kwangu. That hurts me a lot. Yes. Okay, kwa baada ya kuumizwa, yes, umezungumzia hapo una moyo mdogo na kwenye kuumizwa hiyo unashindwa kuvumilia. Kwenye moja kati ya post yako nimeona umeposti picha yako and then slide inayofuata umeandika usiamini marafiki. Yes, definitely, and I'm saying it here, don't trust friends. Hiyo imekuwaje? Kwa sababu tunaona Cherina ni mtu wa marafiki sana. Me, I'm speaking with everyone. Marafiki ninao, sijakataa. Ila mpaka nimepost ile post, sidhani kama nimepost it from nowhere. Hapana, I mean it. What happened? No, maisha kuna ups and downs. Bado hujaniambia Cherina. Bila kuona una marafiki wengi ambao una share picha zao ukiwa nao pamoja kwenye mitandao ya kijamii. Ni miongoni wa watu ambao unaonesha kwenye mitandao ya kijamii ama ni hafahamiki? Naweza nikasema ni pande zote mbili. Kilitokea nini hasa? Yaani mpaka ikamfanya Cherina atuambie na akatusisitizia slide inayofuata. Nini hasa kilitokea? Kwenye safari ya maisha lazima ukutane na changamoto. Unielewa? Kwa hiyo na hizo changamoto zote unazokabiliana nazo ndo mwelekeo wa mafanikio yako. Yes. Unielewa? Kwa mimi huwa inaniumiza sana ninapojitoa kwa mtu. Maybe I can help you. Naweza nikavaa jambo lako kama la kwangu. Alafu mwisho wa siku nikaja nikajisikia vitu ambavyo sio vizuri, najisikia vibaya. Alafu kukuface siwezi. Mimi nikishasikia na ushahidi nikaletewa, utaona tu nimekata off mazoea nawe. Si eti nikwambie fulani eti kasi umefanya 1 2 3. What for? Kuna kamsemo nimekapata leo. I think I have. Me, I love writing misemo sana sana, hata ukinifuatilia Instagram yangu nowadays. Yes. Sijui kwa wapi. Hapa aliandika Diana Marius. Aliandika kusamehe watu kimya kimya na kutowasiliana nao tena sio binafsi. Ni aina nyingine tu ya kujijali. Umeelewa? Kwa hiyo mimi I forgive. So kama nimesikia tu umenifanyia kitu kibaya, sio nitakuwekea kinyongo. Mimi sinaga tabia kumwekea mtu kinyongo. Ni rafiki yako ambaye umekaa kwa muda, mko kwenye urafiki kwa muda gani? Wewe unanichimba wewe. No, nataka nikufahamu. Amla, wewe unanichimba. Tuambie kwa sababu ni kitu ambacho kimekuumiza. Yeah, kimeniumiza lakini nishakitoa kwa sababu I'm focusing with my life now. Yes, unajua kuna kuumia, sawa umeumia. I mean kakuumiza, lakini kuna ile moments ambazo mmepitia pamoja na rafiki yako unazikumbuka. No, mimi niko hivi. I have a lot of people. Kwa hata nisipoongea na wewe I can get more friends. That's me. Umeelewa? Na wengi wao najua mko karibu na mimi kwa sababu ninafikia. Yaani I know a lot of people karibu na mimi wananifikia. Okay. And umekuja kinafiki, sababu mimi sishakujua na mimi nakaa na wewe kinafiki. Dole. Kwa hiyo sema eti nimepass na wewe a lot of moments, sijui nitakumbuka. Nikumbuke nini? Ukumbuke je? Mimi I love once, I hate once. Sio tu kwenye urafiki, hata kwenye mahusiano. That's me. Nitajitoa sana as a friend. Yes, hata kama unapitia account zangu unaonaga when you are my friend, nitakuletea surprise. That's me. Yani sio kama ni kitu unafosiwaga, ndio moyo wangu ulivyo. Kwa hiyo kisha nifanyia kosa moja, likaniumiza. Bas. Kurudisha moyo nyuma tena. Nitaongea na wewe, nitacheka, lakini kurudi kama mwanzo. Never honest. Kwa umejifunza nini katika hili ambalo umelipitia wakati huo hapo? Nimejifunza don't trust people. Don't. It's better kama unashinda kumwambia mama yako, bora ukae nacho moyoni uongee na Mungu. Au ChatGPT.
Maana siku hizi naona na shoga yangu ni ChatGPT. Ukipata tu shida kidogo naenda ChatGPT. na watu moja mita tu naombea ChatGPT atanishauri basi. Tutamaliza naye kuliko kuzungumza na watu ambao kesho. Kwa sababu naweza nikasema nimekuamini wewe, nitakwambia lakini wewe pia una shoga yako. Shoga yako naye ana shoga yake. Kitu kingine kinatapakaa ya nini yote haya. Marafiki ninao lakini muwe na marafiki lakini muwe na limit. Usijimalize sana. Okay. Ukimzungumzia Priska ni rafiki wa aina gani? Priska Limu. Priska kwanza kabisa nikianza kumzungumzia Priska ni rafiki mzuri, ni rafiki anemjua Mungu. Ana moyo mzuri. Mimi sijawahi kusikia Priska ameninafikia. Sijawahi kabisa. She has a good heart. She's my friend. Yani she is really my friend. Kubwa zaidi kwenye mapambano huwa tunatiana moyo. Hata jana tutoka kuongea hapa tena, tunatiana moyo kwenye mambo ya kazi. Kikweli mimi ninachomwomba tu Mungu ambariki. Aendelee kuwa na moyo mzuri huo. Mnajuana na kwa muda gani sasa? Mimi na Priska ni mwaka wa 3. Wa 3. Yes. Na umejiona kupitia kazi hizi. Mimi na Priska mara ya kwanza kabisa tulikutana kwenye series hii ya YouTube ya Situationship. Situationship. Yes. Tanzania. Umezungumzia situationship kwenye kuigiza. Cherina, ni kitu ambacho ulikuwa unatamani ukifanya, ni ndoto yako ama kimeingia tu baada ya kuingia kwenye industry? By professional, I'm an actress. Yes, ndio kitu nilichokisomea. Yes. Theater arts. Inaingia moja kwa moja kwa masuala ya kuigiza. Inaingia huko. Na unajiona kwa miaka 5 kwenye masuala ya kuigiza, unajiona wapi hasa? Mungu akipanga, kama Mungu amepanga mimi nije kuwa mwigizaji. I hope to my time will come. Ila kuigiza najua. In front of the camera, I'm good. Performance on stage, I'm good. Yes. Kwa Mwenyezi Mungu akinipa nafasi, Mungu akipanga tu wakati wake ukifika, ma directors pia wananiona. So I know the time will come within 5 years coming. Itakuwa mtu mwingine. Collaboration katika upande wa kazi, unatamani hasa kufanya kazi na nani? Kwenye upande wa kwenye kuigiza lakini pia kwenye upande wa content hapo. Kwenye kuigiza sana. I wish siku nifanye kazi na Majagi na Lamata. Why? Kwa sababu Majagi nilisha kuaga field kwake. Kwa hiyo crew yake yote, production yake yote wana roho nzuri sana. Yaani na Lamata pia. Lamata wasanii wake wengi ni watu wangu wa karibu. Okay. Yeah. So kwa sababu kuwa karibu na watu ambao unawafahamu. They are good. No. Yaani they are good, pia naangalia michezo yake kama Jua Kali. Mchezo ambao unafanya vizuri sana. Tunajua kwenye kazi ambazo unazifanya siku zote criticism hazikosi. Kuna wale watu tunatoka huko kwenye comment, huyu naye, huyu Cherina hivi, Cherina vile, unakabiliana vipi na zile comments? Mimi hizo hazinisumbui. Kwa sababu kila mtu ana kila anachokitaka kukiongea. Mbona mimi kama msanii siwezi eti nifanye kitu labda huyu kanikomentia hivi, nataka nifanye hivi. Ukifanya hivi sasa utoishi. Mwache mtu aandike kila anachojisikia. Jambo gani hasa ambao unapenda mwanaume wako akufanyie kwa uhusiano? Upendo, heshima. Mimi napenda mtu anayeniheshimu, sababu mimi napenda kuheshimu mtu. Afya, mimi napenda mtu mwenye dini. Yes. Mtu amwamini Mungu. Hicho tu cha kwanza. Ukishamwamini Mungu, mengine yote yatakuja. Yes. Na swala la unyanyasaji kwenye upande wa mahusiano, tunafahamu upendo, alafu kuna wale ambao wanapitia masuala ya unyanyasaji. Unahisi kwa upande wako, yani unalichukuliaje hasa unyanyasaji kwenye upande wa mahusiano? Kwanza kabisa, kwa nini umnyanyase mtu? It's not good. It's not. Yaani kwa nini mwanaume unipige? Why? Yaani mimi siwezi kukuvumilia hata, naondoka. Okay. It's better yani ukadate hata na watu wangapi huko, lakini sio kupigwa.
unakataa kabisa swala la kupigwa? Hapana. Kwani upige? No. One of your friend alipitia hii hali. Yes. And tuliona as a friend wa karibu. Ndio maana nilisimama naye kuanzia swala mwanzo mpaka mwisho na tukafanikiwa kushinda. At first alimpiga. Akamwambia Neema, how do you see it? Akaniambia mimi. Sasa mwisho siku hata ukimshauri, unajua watu wanapeana nini? Wakarudiana. Mara ya pili tena akapigwa, wakarudiana. Mara ya tatu hiyo na mimi ndo nikasema hii haiwezekani. Sasa kama mtu kaanza kukupiga huko kule ndani. Though sisemei kwamba wasirudiane. No, this is life. Kama Neema anampenda yule kaka, they can call it. Usiniambie wamerudiana tena. Hiyo sijui. Kwenye swala sijui. Ila sasa nasema kama wakaja wakakutana, wakakaa chini, wakayamaliza, huyo kaka kaacha kumpiga, they can proceed dating. Yes. Kwa hiyo walimaliza yani mambo yote tuliona wanasema mambo ya polisi ilikuwaje, yani mlifikiaje? Yaliisha kila kitu. Ninachokijua mimi last time naongea na Neema mambo yaliisha kabisa. Okay. Yes. Na urafiki wako na Neema ulikuwa wa muda gani hasa? Mmefahamiana wapi? Chuo. Okay. UDSM hapo. Na ndo akawa rafiki yako wa karibu sana ama kuna mwingine hasa? Yeah, she used to be. Yeah. She used to be. Naweza nikasema kwamba kadri sio kwamba tunaongea ila sasa Neema sasa na yeye ana marafiki. Umeelewa? Kwa hiyo sasa hivi kabisa kwa marafiki zake wengine. Kwa hiyo sasa mimi siwezi kwanza sijui kumwonea wivu sana. Huwezi kumnyima mtu uhuru wake. Kwa hiyo unamwacha tu afanye kile kitu anachokiona yeye ni sawa. Okay. Yeah. Lakini mnaongea ile kama kawaida mwanzo. Cherina, hivi mnasaidiana katika jambo hili ama lile? Mimi hata unifanyie ubaya. Ukiwa una shida kama kiko ndani ya uwezo wangu I support. That's me. Mbona kama Cherry unatuficha kitu? Hapana, no, that's me. Yaani hata naweza nikampigia simu hapa. Mko sawa? We okay. Au unataka nimpigie proof? Yes, mpigie. Mpigie. Mimi nataka kusikia. Kwa sababu ni mtu ambaye umeonyesha kumpambania kwa asilimia kubwa sana katika hali ambayo amepitia. Tumeona ni picha yake iko? Yes. Umeamini sasa? Mpaka nisikie mazungumzo yenu. Nimwambie kwenye interview au niongee kawaida? Ongea kawaida. Atakuwa yuko busy. Mbona apokee? Akikuta mimi siko lazima atanipa. Sawa. Yes. Kwa kuona tu picha kinaamini bado mko sawa. Me I'm okay with everyone. So it's me I speak with everyone. I'm fine with everyone. Yes. Cherry, kuna kitu unanificha lakini bado hutaki kuniambia. Hamna. Nakuficha nini? Me I'm fine with everyone. Kama kuna mtu anajua, kama kuna rafiki yangu yote anayenisikia, kama unajua umenifanyia ubaya, jua najua. Sitoka nikwambie and me I'm fine with it. Proceed speaking about me. Okay. Yes. Okay. Sawa. Unaamini katika umaarufu unambadilisha mtu? Kumtoa katika hali yake ya zamani? Yaani kwa mfano wewe hapo kukutoa kwa Husna, kwa Cherina, kwa kubadilisha? Hapana. Mimi sijabadilika chochote. Kwa sababu mimi naishi maisha yangu yale. Ukisema uwekti usanii, mwisho wa siku ndo wale unaishia kuigiza maisha. Jamani, maisha kuna maisha ya mtandaoni na kuna maisha ya kwako reality. Yes. Kwa mimi hapa, mimi niwe na hela nisiwe na hela uwezi kulijua. Sio unaelewa? Mimi I'm always normal. Me I live my normal life. Kama ninacho. Yeah. Hata wadogo zangu wanawaambiaga. Ninacho hiki tutumie hiki. Siku sina. Me I don't fake. Kuna mmoja nikati napita Instagram niliona na content creator mmoja wa India aliandika kwamba watu ambao wanakufahamu sana kwenye safari yako ya kufanikiwa kwenye upande wa content hawakusupport, kuachana na wale ambao watakuona Instagram, yes, Cherina anafanya hivi, ameenda wapi, hata kusupport kwa asilimia kubwa sana. Kwa upande wako imekuwaje? Familia yako, marafiki? Hata tukianza na familia yangu, at first my mom was not believing on this. Ila as days goes, mbona anaona like Cherry mambo yake anaenda.
she's supporting me. Definitely hata kama ingekuwa ni wewe mzazi lazima angekuunga mkono. Kwa my big supporter kabisa ni my mom. Alafu support yangu ya pili ni my boyfriend. Mama. That's good. Alafu pia ya tatu ni my young siblings, wadogo zangu wa kiume na wake, they are supporting me a lot. Tena yani wao studio semeje. Changamoto gani hasa ambazo unakutana nazo kwenye industry ama kuwa mtu maarufu? Changamoto zipo. Mimi changamoto kubwa ni moja. Hii ya kurudia nguo. Ukirudia tu nguo ni kosa la jinai. Unanifanya nicheke. Hiyo ni changamoto kubwa. Mimi jamani nina nguo ndani kwangu. Mpaka nasema nianzishe tu mtumba. Nianze kuuza mtumba. Mbona kama hii ndivyo hapa? Hizi siwezi vaa tena. Kwa sababu nishaanza. Ndio umemaliza? Ndio nimemaliza. Yaani ukishavaa nguo mara moja, hiyo ndio changamoto kubwa ambayo inanicost mimi. Mimi nanunua nguo mpaka mchumba wangu ananiambia Cherry, this is too much. Mimi nanunua nguo. Yaani kwenye swala inaitwa nguo. Mimi naitwa kujibrand. Hisi pia ni kwa sababu ya naona kama ndo stare yangu kuvaa kupendeza. Maana mimi I don't drink, sinywi pombe. I'm not fan of clubbing. Kabisa. Sijawahi kunywa pombe kwanza. Wala kwenda club. Club nimeenda, lakini mara yangu ya mwisho kwenda ilikuwa ni mwaka jana mwezi wa 6. Paka na leo. Ilikuwaje? Ni marafiki ambao uko nao karibu. Marafiki nilokuwa nao. Kwa niliamua kuwapunguza. Yes, kwa sababu mimi nilikuwa naenda kwa sababu yao. Cherry, nisindikize, tuendeni tu just company. Kwa mwisho siku nikasema in order for me to go inabidi kuna vitu ni reduce. Yes. Umezungumzia swala la kuvaa. Ukirudia nguo lazima kosa. Huyu naye karudia. Wanakusema. Huyu naye. Shaanza kuishiwa hela. Nini. Yes. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Yes. Ni kitu gani ambacho umenunua cha gharama sana kwenye upande wa mavazi, kuanzia viatu, handbags? Yaani kimuonekano hasa kitu gani hasa ambacho umekinunua cha gharama sana? Niseme mimi naona pochi zangu nyingi ndio zina gharama, pochi au nguo. Tuseme tu nguo, yaani niseme tu kote. Maana mimi naweza nikaona labda habaya hata 500 kanunua. Aya, naweza nikaona viatu. Yaani viatu hata vya 300, lakini nikanunua. Yaani mimi kwenye mambo ya muonekano I love dressing. Nathamini sana. Yes, nathamini sana. Yaani napenda kuonekana. Yes. Napenda kuonekana kama nimependeza. Sipendi kuonekana rafu. Okay. Na muonekano wako wote una the shoes. Brand. Shingapi imecost? Leo hata sijavaa bei. Kuanzia kiatu how much? Hiyo ni Air Force. Air Force. Hii ni 65. Okay. 65. Hii pensi sio bei. Hii pensi nilinunua pale Sinza, nilinunua 18,000. Na hizo top hii juu na chini 60,000. Wow. Sijavaa hata bei. Cherry anajipenda jamani. Wale watu wanaosema Cherry sijui nini unataka kujisogeza na gharama. You see, hiyo top unaweza kuona ni ya kawaida lakini expensive. Kwenye upande wa DMs hapo za Instagram, mara nyingi unapokea DMs gani hasa? DMs sipo nyingi, afu mimi sifunguagi. Mimi nafungua za kazi. Na DM nyingi lakini huwa nafanya hivi. Napitia za kazi. Wengine wale wote wanaokuja hey, hi, sijibu. Huo ni usumbufu. If you need to unataka kitu au unahitaji tangazo, nenda straight. Mambo Cherry 1 2 3 4 5. Hey, mambo. Siwezi kufungua. Okay. Siwezi. Nitafungua za watu wangapi kwa style hiyo? Unakuta wengine ni wasumbufu. Hey, ukamjibu hi. Mambo poa. Sasa kamaliza ana chochote. Nenda straight. DM za watu maarufu sana wanachimba huko. DM ya Cherry. Wakaka, not wadada. I know wadada. Wadada utasema yes fulani. Wakaka. Tukizungumzia kwenye industry ya bongo movie, bongo flavor. Wapo kote. Anaona mimi sijai kudate msanii.
Why? Sijui kwa sababu niko kwenye tasnia. Sijui tu, yani sijui. Ila mimi napendaga date na mtu wa huko ambaye hajulikani kabisa. Yes, yani mimi si trust sana kwenye mahusiano ya industry, media, I don't trust at all. Kwa hiyo ndio maana hata siku moja hii kunaona mimi nimeposti na date. Kwanza mimi huwa nasemaga si date always. Okay. Uko single? Ndio mzakina nani hao? Watu tu. Nani mwingine? Uniibie siri. Watu tu. Umesema uwezi kudate mtu maarufu. Yes. Kuna tetesi zinasema Cherina kutokana na ukaribu wake na TX wana uhusiano. Hapana. Mimi na TX Dula ni kazi tu. Okay. Yes. Kwa hiyo mahusiano ya kimapenzi na TX hatujawahi. Hata siku. Kwanza mimi wale wote ni kaka zangu. Si TX, Chadi, Madirisha, wote wale kaka zangu. Piu kina Mr. Wanya wote hao kaka zangu. Japo kuna wengine kama nani Kipotoshi hataki. Yaani kuita, yani hata hapa naweza nikampigia Kipotoshi hataki nimuite kaka. Why? Siji wewe unajiona hata interview yake aliyojia. Yeah. Yaani Kipotoshi tu ana shida gani? Kipotoshi hataki. Ananiambia mimi sio. Sasa naona kuna opportunity labda anaweza kupata nafasi akawa na Cherina. Mimi hapa Kipotoshi naongea Kipotoshi wewe hapo wewe ni kaka yangu. Na mimi ni mdogo wako. Na leo nimekukazia macho kabisa. Kipotoshi hataki. Hataki kabisa. Cherina ana miaka mingapi sasa hivi? Ana umri wa miaka mingapi? 24. Oh, miaka 24. Kwa miaka 24 toka uanze katika upambani wa nikajua umeniuliza miaka yangu. Yes, miaka ya umri toka ndio nilikuwa naelekea. Miaka 24 kwenye content nimefikisha mwaka jana. Okay. Ila alhamdulillah ndani ya mwaka nimefanya mengi. Nimefanya mengi sana alhamdulillah. Within this year I have a lot coming. Okay. Yes. So tutegemea mambo mengi sana. Kuna mtu anasema Cherina lile gari alilonalo lile kapewa. Jamani mimi sina gari. Mimi nagongea. Msema kwa mpenzi wa Mungu. Yes. Mimi sina gari, mimi nagongea. I used to have my car, ilikuwa ni mwaka jana nilinunua gari used. Nilipata ajali karibu mara 2 nikauza. Call from there sijawahi nunua gari tena. Ila this year something inshallah. Wow. Tutegemea mambo mengi sana 2026 kwa Cherina. Mwaka wangu wa mafanikio. Yaani tutegemea sana. So gari la ndoto yako ni gari gani hasa? Kwa sasa hivi gari ambaye mimi napenda Toyota. Gari ya ndoto yangu ambaye naiwaza kwa sasa hivi mimi I love Harrier. And it's going to be my first car inshallah. Okay, I mean. Kuna yule binti ambaye anatamani kuingia kwenye industry ya content lakini anaona like taweza kweli kushika simu kuongea ile kufanya hivi. Una chochote cha kuweza kumwambia? Nini hasa cha kumwambia? Content sio ngumu. Kikubwa uwe na confidence, kujiamini. Maana mimi kuna muda naweza nikashoot baba nika chizi huko. Kama unaona content zangu na siogopi. Ndio maana nimeshangaa. Umeniambia hapa mimi na aibu. Mimi na aibu lazima uwe nayo. Staha kwa mwanamke lazima iwe. Lakini when it comes kwenye mambo ya kushoot ile ni kazi kama kazi zingine. Okay. Sio shida, kushoot sio shida. Kikubwa inabidi uanze kujifunza. Alafu wewe kama wewe ujue. Labda wewe unapenda content za aina gani? Either ni za kuigiza, either ni traveling content, either ni content za mapishi, either ni content za kuongea, za kusema watu. Kwa hiyo unabidi uangalie wewe engo yako wewe unataka ufit kwenye content za aina gani. Na content zinalipa? Zinalipa sana. Kama TikTok tayari wewe ushaanza kupata? Mimi TikTok nimetoa hela karibu mara 3. Okay. Yes, TikTok ina hela. Na zenyewe zile gift peke yake ama kuna kingine hasa? Gift zile ukiingia live pia. Yeah. Okay. Sawa. Mimi nina segment ya your first ku break up kwenye mahusiano yako ilikuwaje? Mwanaume wangu alioa. That was this. Takata kuongea sana. Alioa. Nipe story. Ilikuwaje? Alioa. Alinificha. Akamwambia na marafiki zake waniblock, akaniblock Instagram kwa. Sasa kuna huyo mmoja alisahau kuniblock. Mimi nikaona
Kwa hiyo uliona kupitia rafiki yake? Yes. Ama yani at first kwanza niliotesha. Mimi nina tabia vitu vyangu vingi wanaotesha kwenye ndoto. Niliota ya kwanza, nikamuuliza, nikamwambia unaoa? Akaniambia kwa nini? Nikamwambia mimi nimeota. Yaani uliotaje? Yaani nimeota kabisa anafunga ndoa na mtu mwingine. Yes, na mtu mwingine, afu mimi nashuhudia hivi. Akakataa. Mara ya pili akakataa. Sasa mimi nikasema nishaota ndoto ya kwanza, ya pili na ya tatu nikaota tena. Mara I remember nikamwambia kabisa ilikuwa ni birthday yangu. Yaani leo kesho birthday yangu. Nikamwambia can we meet up? Nikamwambia tell me the truth. Akaniambia yes, I'm getting married. Kabisa. A bit tiresome. Shika hilo yani. Pole. By the way, yani sijui niseme. Niliumia sana. Pole sana. So mpaka yani umenifanya nimefikiria ilikuwaje your first time kuumizwa na rafiki wako wa karibu hasa, ilikuwaje? Maneno huyu kapeleka huku kapeleka hivi. Maneno ya uongo, bora hata angekuwa ya kweli. Maneno. Your first time kufika Dar es Salaam, umeingia, experience ilikuwaje? Kwa sababu tunafahamu Dar es Salaam ni jiji la kwanza niliteseka jamani. Nakumbuka mara yangu ya kwanza nimefika Dar, nilifikia kwa dadangu wa advance. Alikuwa anakaa karibu na CBE, nilikuwa nakaa huko. Niliteseka, maeneo sijajui. Nilikuwa nazurura mimi jamani. Unajua hivi nilikuwa nakaa wapi? Ngoja. Alikuwa anakaa Kinondoni B nakumbuka. Yes, alikuwa anatoka enda chuo, afu mimi nilikuwa napanda mwendo kasi. Mwendo kasi. Okay. Shukia shiki langu, fashion natembea mpaka nje panda chuo. Nje panda chuo nachukua dada naingia chuoni. Nilikuwa nateseka maana maeneo mengi nilikuwa siyajui. Yes. Okay. Your first time kuzungumza mbele ya umati wa watu. How was the experience? Mimi cha kwanza kuzungumza mbele za watu siogopi. Kwa sababu ninajiamini. Okay. Yaani nina ile kitu ya kujiamini. Kwa hiyo hainipagi tabu. Hata watu hawajui kiasi gani. Hainipagi tabu. Sawa, bwana Cherina, nimesikia mengi kutoka kwako and some wengine sikuyafahamu, nimeyafahamu, lakini kwa mwaka huu 2026 kwa mashabiki zako ambao wanakufuatilia, wategemea nini hasa kwa Cherina? Kwanza kabisa nitoe shukrani zangu za dhati ndani ya mwaka mmoja nilianza content. Mashabiki zangu asanteni sana. Please keep on supporting me. 2026 nina makubwa zaidi and I know all of you are going to be happy. Japo najua kuna wale watu wenye viroho hawapendagi mafanikio ya watu, lakini let me tell you this, Mungu akubariki. Uache hicho kiroho. Ubarikiwe zaidi. Yes, achana na viroho vya kukunja. Ndio jinsi unavyokunja Mungu akupi. Kabisa. Yes, fungua moyo, fungua. Yes. Bwana Cherina, asante sana kwa kuja and hopefully kwa yule mtazamaji ambaye anatazama kwa wakati huu hapa ameweza kuenjoy, lakini pia ameweza kuelewa historia fupi ya Cherina ambaye ametuambia kuhusiana na maisha yake, lakini pia content zake ambazo anazifanya. Mimi nikutakie tu uendelee kutufuatilia Bongo 5 Network kwa sababu mengi sana anaweza kufuata. Thank you so much for your time. Tukutane tena wakati mwingine. Mimi natoka Third. Bye bye for now.